Bismillahirrahmanirrahim. Swali nzuri. Je, sheitani anaingia peponi ama hawezi akaingia peponi? Tunaangalia jawabu yake kutoka kwa Qur'ani. Kuna aya moja ya Qur'ani inasema kwamba peji ya 464 Suratu Zumar aya ya 53 inasema qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Tuliongea katika kipindi kingine tukasema mwanzo ya aya inakusudia Mwenyezi Mungu anahutubia nani? Anakusudia nani katika mazungumzo yake? Tunaona katika hii aya kwamba inasema qul ya ibadi, enyi watu ambaye mnafanya ibada. Je, shetani alikuwa akifanya ibada ama vipi? Shetani alikuwa pia akifanya ibada. Anasema kwamba mkifanya israfu ama mkifanya kupitisha katika madhambi, mkabebwa na nafsi yenu, alladhina asrafu ala anfusihim, mlifanya israfu ama mkapitisha mpaka katika nafsi yenu, mkaidhulumu, mkafanya madhambi, la taqnatu, msikate tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Msikate tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Yaani saizi Mwenyezi Mungu anaongelea mtu yoyote ambaye anafanya ibada. Wakristo wanafanya ibada, Waislamu wanafanya ibada, Mayahudi wanafanya ibada. Nani wengine pia wanafanya ibada? Watu wengi wanafanya ibada katika ulimwengu. Hajasema ya ibadiyal ladhina yani kwamba ya ibadiyal muslimin. Tunaona katika Qur'ani kuna ya ayyuhal ladhina amanu, kwamba wenye wameamini. Ya ayyuhan nasu, enyi binadamu. Yani hapo hajakusudia majini wala malaika, inakusudia tu binadamu. Ya ayyuhan nasu, nasu ni binadamu. Aya nyingine unakuta kwamba inaongelea kwamba malaika, kwamba usjudu li adama, senya anaamrisha malaika kwamba wamsujudie. Hapo ana aya inaonyesha kwamba hapa nakusudia malaika. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumzia ya ibadi. Ibadi ina maana mbili. Enyi wenye mnafanya ibada, yani wenye mnafanya ibada. Wakristo wanafanya ibada, Waislamu wanafanya ibada, Mayahudi wanafanya ibada, wote wanafanya ibada. Sasa hiyo ni maana moja. Maana nyingine ya ibadi ni waja wangu. Abd, mja. Abdullah, mja wa Mwenyezi Mungu. Ya ibadi, enyi waja wangu. Waja wangu ni nani? Mtu yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amemuumba anakuwa ni mja wa Mwenyezi Mungu. Sasa shetani anahesabika ni katika waja wa Mwenyezi Mungu? Anahesabika ni katika waja wa Mwenyezi Mungu. So anasema kwamba msikate tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. So shetani pia anaweza ingia hapo katika hiyo? Bado tujamaliza. Je, anaweza akifanya istighfar, inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehea madhambi yote. Sasa kama Mwenyezi Mungu anasamehea madhambi zote, inawezekana kwamba shetani akifanya tauba Mwenyezi Mungu amsamehe. Na kama Mwenyezi Mungu amesema anaweza kumsamehea, inawezekana shetani pia akaingia peponi. Mwenyezi Mungu amesema msianze kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Hatuna kazi saizi kwamba shetani amefanya tauba, hajafanya tauba, hiyo ni mambo mengine. Tuisome aya nyingine tena. Hivi inasema kwamba Suratul Baqara page 86 aya ya ngapi? Aya ya 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sasa aya inasema kwamba Mwenyezi Mungu hasamehei ambaye anafanya mambo ya ushirikina, yani ni mushrik, anamshirikisha Mwenyezi Mungu. Yani anasema kuna Mungu na kuna mwingine, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa na wayaghfiru, na anasamehea
mwenye atafanya istighfar, atafanya tauba kwa kitu yoyote nyingine isipokuwa nini? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa hapo tumeona kwamba Mwenyezi Mungu anasamea kila kitu. Hapa hivi amekuja akaongezea, ndio anasamea kila kitu, lakini ukikuwa kwamba wewe ni katika dini ambayo unashirikisha Mwenyezi Mungu, wewe hatukusamehei. Sasa Muislamu anamshirikisha Mwenyezi Mungu? Hamshirikishi. Ukifanya tauba unasamehewa. Myahudi anamshirikisha Mwenyezi Mungu? Hiyo ni dini yao, wenyewe ndio wanajua. Wakristo wanamshirikisha Mwenyezi Mungu? Hiyo ni dini yao, wanajua kama wanamshirikisha ama hamshirikishi. Haya, dini hizo zingine tunaangalia zenye ziko katika ulimwengu, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu? Hao ndio wanajua. Sasa kama hawamshirikishi Mwenyezi Mungu, alafu wafanye tauba kwa madhambi zao, makosa zao za kawaida, tumemkosea mzazi nini, yani kuna baadhi ya mambo mtu akifanya tauba Mwenyezi Mungu atamsamehe. Mwenyezi Mungu anasema atamsamehe. Turudi kwa shetani. Shetani aliwahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu? Shetani ametolewa peponi ama ametolewa mbinguni kwa sababu ya nini? Ilikuwa ni kumshirikisha ama ni nini? Ilikuwa ni kwamba aliamrisha kitu akumtii Mwenyezi Mungu, lakini ilikuwa ni kumshirikisha? Hapana, ilikuwa si kumshirikisha. Kwa hivyo shetani akifanya tauba Mwenyezi Mungu atamsamehea ama hatamsamehea? Kwa aya ya Qur'ani shetani atasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa tunajua, je, shetani amefanya nini? Amefanya tauba, amefanya istighfar, amemwomba Mwenyezi Mungu msamaha? Bado hajamwomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa madhambi yake. Kwa hivyo shetani ataingia motoni ama hataingia? Kwa aya ya Mwenyezi Mungu akifanya tauba ataingia, lakini kwa sababu hajafanya tauba, shetani anaingia motoni. Mtu mwingine yoyote ambaye unajuana na yeye, ukianza kusema ati wewe utaingia motoni, Qur'ani inasema wewe utakani kuambia watu kwamba wewe unaingia motoni, wewe unajua kwamba atafanya tauba ama hatafanya tauba? Wewe unajua kwamba ni katika watu ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu ama hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu? Atasamehewa ama hatamsamehea? Wanasema kwamba Mwenyezi Mungu rehema yake ni hali ya juu sana mpaka siku ya kiyama. Wanasema tauba ni ya hii dunia. Shetani akitoka katika hii dunia hajafanya tauba siku ya kiyama haisaidii. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni mwenye kurehemu. Siku ya kiyama pia kuna baadhi ya watu, baadhi ya madhambi atazisamehea pia. Mpaka itafika mahali shetani pia ati wanasema kwamba atakupatwa na tamaa ya kwamba inawezekana pia mimi labda nikaingia peponi. Sasa hapo hivyo ndio rehema Mwenyezi Mungu ni hali ya juu, mpaka shetani ambaye kila mtu anajua kwamba ataingia motoni, yeye pia anaanza kuona labda pia mimi naweza nikaingia peponi. Sasa shetani anaweza akasamehewa. Rehema Mwenyezi Mungu ni hali ya juu, lakini hajafanya tauba. Sasa tuachane na shetani. Wewe pia binadamu usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu anaweza akamsamehea shetani, wewe ndio nani asikusamehe? Wewe ambaye ni Muislamu, ni muumini na unajua dini, unampenda Bwana Mtume, unampenda Mwenyezi Mungu, hayo yote uko nayo, Mwenyezi Mungu anakuambia madhambi yako yote mimi nasamea, isipokuwa kwamba usikuwa unamshirikisha. Wewe Muislamu unamshirikisha Mwenyezi Mungu? Usimshirikishi. Kwa hivyo madhambi yako yoyote ambayo utakuwa uko nayo katika ulimwengu unaweza ukasamehewa. Fanya tauba, omba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakusamehea, uanze maisha mapya na ujue utakuwa ni katika watu wa peponi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.